الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Maashara almuslimin, khutba yetu ya leo insha Allahu taala tutakumbushana kuhusu tabia muhimu ambayo mwanadamu yataka aipambe nayo, nayo ni tabia ya ukweli. Ukweli ni sifa nzuri sana mtu ambayo ataka awe nayo katika maisha yake, na ni neema kubwa sana kwa mwanadamu kuruzukiwa na neema hii ya ukweli, kwa sababu ikiwa wewe utakuwa ni katika wale wa kweli, basi Mwenyezi Mungu amekueleza ndani mwa Qur'ani ni katika jumla ya watu ambao wamezoneemeshwa. Nao ni pale Mola aliponena, waman yuti llaha war rasul, yoyote ambaye kwamba atamtii Mwenyezi Mungu pamoja na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika, watu hao, ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, atakuwa ni katika jumla ya fuo la watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezowaneemesha. Na ni watu gani? Minan nabiyina, itakuwa ni katika wale ambao kwamba watapata daraja za wale manabii kule peponi. Wasiddiqina, watapata daraja za wale wakweli waliokuwa ni wakweli ulimwenguni. Washuhada, watapata daraja za wale waliokufa kwenye zita zitakatifu kama kina Saidina Hamza radhiallahu anhu. Wasalihina, na baki ya wale watu wema. Wa hasuna ulaika rafika. Kwa hivyo mwanadamu miongoni mwa kuneemeshwa katika neema zake Mwenyezi Mungu ni kumruzuku mja akawa na sifa ya ukweli. Na angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani mwa Qur'ani ameisifu yeye kwamba ni maneno yake ni maneno ya ukweli, alipotwambia waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila, nani ambaye kwamba ana maneno ya ukweli zaidi kuliko maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nani ambaye kwamba atakuwa na maneno na mazungumzo ya ukweli yasiokuwa na shaka ndani yake? Hakuna, isipokuwa ni yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameasifu maneno yake kwamba ni maneno ya ukweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla hayakuwa ni mtumi mwenye kutumilizwa, alikuwa ajulikana kwamba mtumi ni mtumi mkweli na hayadai utumi. Makureshi walikuwa wakimwita as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu, na hapo ni barobaro tu mtumi ameinukia, lakini alikuwa na ukweli, alikuwa na uaminifu na hayapewa utumi.
Na ndio hata katika mjadala wa baadhi ya makafiri walipokuwa wajadiliana Makureshi, jamanini, huyu Muhammad haya maneno ayanenayo amezoyapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni maneno ya urongo, tuneneni maneno ya kupangapanga tu yasiokuwa ya ukweli. Lakini wengine walikuwa wakijibizana wao kwa wao, itakuwa vipi? Huyu ni kijana ameinukia hapa, tumempa lakabu, tumempa nickname ya kwamba ni kijana mkweli. Yeo kisa turudi tubadilishe kauli yetu tunene ni mrongo? Itakuwa ni zitekesho. Sisi ndio tulimuita huyu kwamba ni mkweli mwaminifu, yeo tubadilike ghafula tunene ni mrongo? Hili ni jambo ambalo kwamba haliwezekani, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzoeleka na tabia ya urongo. Na ndipo pale alipowakusanya Makureshi kwenye jabali la Safa, makabila yote yakawa amekwenda kumsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ataka kutuambia nini? Mtume kwanza aliwauliza akawaambia, mwaonaje lau nitawaambia nyinyi msafara wa maadui uko nyuma ya jabali kama hili, wataka kuingia ndani mwa mji wa Maka kuwashambulia, mutakuwa ni mwenye kuniamini? Pale pale kwa kauli moja walimwambia Mtume, tutakuamini 100%, ma jarabna alaika kidhban qattu, hatuyajaliwa maishani mwako kutudanganya. Huyo ni Mtume hayanena kwamba mimi nimetumilizwa na Mwenyezi Mungu. Majawabu akawa namna hiyo. Kwa hivyo ikiwa Mungu ni katika sifa zake, maneno yake ameyasifu ni ya ukweli, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ayulikana kwamba ni mkweli. Je, mimi na wewe yataka tujulikane kinamna gani? Hili ni suala ambalo kwamba kila mtu atakayeulize nafsi yake, kwa sababu masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wao walipata sifa kama hini, wakawa ni wakweli. Mpaka kina Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu wakawa watamsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa habari ambazo kwamba Mtume hayaongea kabisa na Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar alipoambiwa kwamba Muhammad imekuwa adai yeye alikwenda Baitul Muqaddas kwa usiku mmoja akarudi, Sayyidina Abubakar alipoambiwa namna hiyo akanena, mimi licha kunena ametoka Maka amekwenda Baitul Muqaddas, hata mkanambia amekwenda na mbinguni, Muhammad amekwenda mbinguni na amerudi kwa usiku mmoja, mimi nitaamini 100%, sina shaka. Mpaka Sayyidina Abubakar akaitwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, Abubakar ambao kwamba mwenye sifa ya ukweli, nickname yake Sayyidina Abubakar ni As-Siddiq. Sayyidina Bilali radhiallahu anhu ilikuwa kuanzia kusilimu kwake hakunena urongo kabisa. Hata kuna bwana mmoja akanena, huyu Bilali aidai yeye hayawahi kunena urongo, basi yeo nitakwenda nitazungumza na Bilali mpaka anene urongo. Kuna watu ni mahasidi ya watu, kuna watu wanachuki na watu, kuna watu Mungu amewajalia hawawapendi watu fulani, si kwa sababu wametendwa maovu, ni maumbile yao, huwa amewaumba na chuki na hasadi na matukivu na tabia mbovu mbovu. Sasa huyu sahaba asifika kwamba yeye ni mkweli, Sayyidina Bilali, wewe ya nini kuwa na bidii kwamba watakumnenesha Sayyidina Abubakar, Sayyidina Bilali radhiallahu anhu mpaka anene urongo? Siniona uhasidi tu, kama namna wanenavyo Waswahili, hasidi hana sababu. Kwani Sayyidina Bilali amemtenda nini? Akaenda akampa maswala mengi kumuuliza Sayyidina Bilali, lakini Sayyidina Bilali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na taufiki yake hakujaliwa kunena urongo hata alipoulizwa yale maswala mengi. Lakini miongoni mwa maswala aliomuuliza, walimuuliza Sayyidina Bilali, ma sinnu farasika, jawabu la mitego. Sin katika lugha ya Kiarabu hufasirika mara mbili, kwa maana ya miaka na kwa maana ya meno. Akaulizwa kimtego, kitauria, na Sayyidina Bilali akapasi mtihani, akamwambia adhmun fil fami,
miaka ya farasi wako ni mingapi? Ana miaka mingapi? Au meno ya farasi yako ni mingapi? Sayyidina Bilali akamwambia ni adhmun fil fami, ni mifupa ambayo kwamba iko kanwani. Ikawa hakukosa. Akaulizwa swala lingine, ibnu man anta, wewe ni mwana wa nani? Swala la kutaka kutiwa urongoni tu, kinguvu nguvu, kibiri. Wewe mwana wa nani? Badala ya kunena mimi babangu ni fulani na fulani na fulani, babu yangu, mamangu ni fulani na nyenyangu ni fulani na fulani, Sayyidina Bilali pale pale alijibu akanena, ana ibnu ummi ibnu abi wa ummi, mimi ni kijana cha baba na mama. Ikawa wamekwenda kapa, hawakufaulu mpaka ule mwenyewe akanena, nimemuuliza maswala mingi, kila nitakalomuuliza Sayyidina Bilali huokoka, haneni urongo, sitoipa tabu tena kutaka kumnenesha urongo Sayyidina Bilali. Hii ni daraja ambazo kwamba walikuwa nazo maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajmaina. Na mtu akizoea tabia ya kunena ukweli, basi ule ukweli huwa ndio maisha yake na kila kitu chake huwa kitangia ndani mwa ukweli. Mtu akiwa ni mkweli atakuwa ni mwenye kutekeleza ahadi. Mtu akiwa ni mkweli atakuwa ni mwaminifu. Mtu akiwa ni mkweli hatonena urongo. Yaani zile sifa zenye kuhimidiwa zote atakuwa nazo, kwa sababu ameshikamana na sifa moja ya ukweli. Na mtu ikiwa ni mrongo, basi sifa zake zote ambazo kwamba zitafuata itakuwa ni sifa mbovu. Atakuwa si mwaminifu, itakuwa ni khaini, itakuwa na sifa mbaya nyingi, kwa sababu yeye ni mrongo. Na mtu mrongo, hata ule mtu ambaye kwamba ni rafiki yake huwa hamwamini ule rafiki yake, kwa sababu ana sifa ya urongo. Na mtu akiwa na sifa ya ukweli, hata ule adui yake pia humwamini, kwa sababu ana tabia ya ukweli. Na watu ni hatari kubwa ikiwa hawatakuwa wakweli, kwa sababu wakitokuwa wakweli kutazaliwa sifa ya urongo, wakitokuwa wakweli kutazaliwa sifa ya khiana, wakitokuwa wakweli kutazaliwa sifa ya kutokuwa mwaminifu. Kuna mabwana wawili walifanya kazi. Walipofanya kazi, kila mmoja amuyua tabia ya mwende kwamba ni matata, haaminiki, si mkweli. Kibarua wamefanya watu wawili. Sasa mwenye kuwalipa akawalipa shilingi 1,000 ganda moya, na ni jioni akhiri ya wakati. Sasa wakazengea chenji wakakosa, ili wagawanye kula mtu 500. Wakaona hakupata chenji, sasa la kufanya nani? Huyu akimwatia huyu aamini, kesho hamuoni tena, na huyu wa pili naye akiatiwa akilala na shilingi 1000, huyu mwendani wake hatomuona. Sasa la kufanya ni vipi? Akwambia, angalia, sote twayuana, hatuaminiani, wewe huniamini na mimi sikuamini. La kufanya, hii shilingi 1000 tutukue makasi tuigawanye mara 2, kila mmoja tukue kipande kimoja, mpaka kesho asubuhi tuonane, tuzengee gamu solar tape, tuiambishe hii shilingi zipande ziwili, tuende nao benki tuchange, tupate kugawanya 500. Angalia kutoaminiana na watu kutokuwa wakweli, imesikilia ya hadi ya kwamba shilingi 1000 igawanywe mara 2 waipate, kwa sababu wakienda nayo huyu ndio amekwenda nayo, na huyu wa pili nayo akienda nayo ndio maasalam. Asubuhi walipopambana ndio wakaiambisha gamu, wakaenda nayo benki wakachenji, wakapata chenji, kila mmoja akagawanya 500 wakaenda zao. Na ulimwengu tulionao hunu ni ulimwengu ambao kwamba urongo umezidi kushinda zamani, kwa sababu mitandao imekuwa ni hatari kwa mtu asokuwa mcha Mungu. Kwa mtu ambao kwamba hana imani, basi mitandao yatuzamisha. Watu wanena urongo kupitia simu zao. Wewe bwana uko wapi? Bwana mimi niko safari, na wewe uko Muini. Bwana nitakupata wapi? Bwana mimi sisikii uzuri, ni mgonjwa. Kwa simu hiyo. Hizi simu na mitandao, badala ya kwamba zitupatishie thawabu, watu wengine wazitumia vibaya. Waandike kwenye Facebook, kwenye TikTok,
kwenye Instagram waandike maneno urongo, fulani imekufa, fulani taabani, fulani ni mwizi, fulani ni mzinifu, fulani ni hivi ni vile, na ni maneno ya urongo mtupu, na hujali wewe kutukua zanda zako kuandika maneno ambayo kwamba hayana ukweli ndani yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ukweli humwongoza mtu ila albirri, kufanya mazuri, wa innal kadhba yahdi ila alfujur, na urongo humpeka mtu akafanya machafu, mambo ambayo kwamba hayafai. Kwa hivyo ukweli ni sifa ambayo kwamba yamhitaji kila mwanadamu awe na sifa ya ukweli, si mbea fulani tu. Kwa mfano mashekhe tu ndio wawe wa kweli? Hapana, mashekhe wawe wa kweli, maimamu wawe wa kweli, viongozi wa dini wawe wa kweli, wafanya biashara wawe wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mwenye kuzanya na mwenye kununua wana khiari kabla ya kupambanukana kughairi ile bei yao. Na mwenye kuzanya na mwenye kununua, ikiwa watakuwa na ukweli katika kule kuzanya kwao na kununua kwao, basi watabarikiwa katika kile ambacho kwamba mtu amekitukua. Mwenye kuzanya akitukua pesa, basi zile pesa zitakuwa na baraka, zitavia, zitaongezeka na atapata faida nazo. Na alonunua nayo kitu ambacho kwamba atakuwa nacho, atakuwa hayutii, ataona nimetoa pesa na nimefaidika kwa kitu nilichokinunua. Lakini mwenye kuzanya na mwenye kununua ikiwa ni warongo, kula moya humwahada mwendani wake, basi hufutwa baraka. Sasa mwenye kuzanya atakuwa ametukua pesa, haoni kamwe kama amepata pesa, mamilioni ya pesa, na huona hakupata kitu. Na mwenye kununua nao ataona amenunua kitu, mimi huona ni hasara tu yulake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuwa wakweli wale watu wawili. Baba na mama ndani mwa nyumba ni lazima wawe wakweli, kwa sababu vijana waone sifa ya ukweli imetawala ndani mwa nyumba. Mtu amekuwa kukuuliza hodi hodi, babako huko? Wewe baba mwambie kijana, mjibu hoyo, mwambie hako. Atumwa kijana ajibu abishao, mwambie baba hako, mwambie baba amelala. Mzee amfundia mwanawe kunena urongo, kisha yule kijana akiwa mrongo, hatia itakuwa nyanyani ya kijana ama imeanza kwa baba? Zoezi itakuwa amelipata nyumbani, kwa sababu baba amuhadaa kijana, mwambie nena urongo, mwambie hako, mwambie hawezi, mwambie ulele, na wewe na afya yako hukulala, uko ndani mwa nyumba. Kwa hivyo wazee ni lazima wawe na hadhari, wasiwafundishe vijana kunena urongo. Mwenye kuoa ni lazima awe mkweli. Wakati unapotukua ahadi katika ndoa kwamba mimi nimekubali kumwoa fulana binti fulani kwa mahari tuliosikizana, yale mahari uwe na nia ya kumlipa ule mwanamke. Usio utanena urongo ndani mwa moyo wako, wajibu kwa ulimi tu, nimekubali kwa mahari tuliosikizana, lakini wewe watia nia kwamba huu simpi mahari yake, atanitambua haniyui mimi, si ataka mahari atayapata. Kumbe wewe ni mrongo, kumbe wewe si mkweli. Hii ni hatari. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mwanamume yoyote ambaye atamuoa mwanamke na akawa amenuilia kwamba hatompa mahari waliosikizana na mwanamke, kwa sababu kutoa mahari ni lazima katika ndoa, na mwanamke ana haki ya kuiziwilia kiwiliwili chake, usimguse mpaka umlipe mahari yake. Ni haki amepewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuambia ndani mwa Qur'ani, wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao hali ya kuwa ni zawadi kutoka kwa wanaume kwenda kwa wale wanandoa. Wala mahari si haki ya baba wala ya mama wala mashangazi wala maami wala kizazi chochote. Mahari ni haki ya mwanamke, apewe mwenyewe, kisa mwenyewe ayaswarifu namna atakao. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anena, mwenye kuoa kukubali mahari ni shilingi kadhaa au kitu kadhaa, na kawa amenuilia ndani mwa moyo wake kwamba mimi simlipi mahari yake, nitamuoa, nitalala na yeye, nitapambana naye kimwili na simlipi mahari yake, basi Mtume anena namna hini, mata yauma yamutu wa huwa zani, siku atakaokufa ikiwa nia yake ni kutomlipa,
basi atakuwa kama amezini na ule mwanamke. Mata, atakufa, yauma yamutu, siku atakaokufa, wa huwa zani, ilhali ya kwamba yeye atahesabiwa ni katika wazinifu, kwa sababu nia yake ilikuwa ni mbaya. Alinena urongo kwamba mimi nitakulipa mahari, kisa amemnyang'anya mpaka amekufa. Ikiwa hukupata kwa kadhaa ya Mwenyezi Mungu si makosa, lakini ile nia yako ilikuwa ni nia ya urongo. Umenuilia kwamba mimi simpi, atanitambua, wewe ni hodari, wewe ni bingwa. Utapata madhambi ya zina kwa sababu umefanya khiana, hukuwa mkweli uliponena kabiltu, nimekubali kutoa mahari kiasi hicho. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kunena ukweli ni sifa kubwa sana ambayo ataka mtu aipambe nayo kwa kila age. Usinene kwamba mimi nitanena ukweli kwa watu saizi yangu, kwa mabarobaro, kwa wazee. Hapana, hata vijana watoto kuwa mkweli kwa wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mwanamke, amemwita mwanawe, mwanangu, ndoo nikupe kitu, ndoo nikupe zawadi. Mtume pale pale akamuuliza, umenuilia kumpa nini? Akamwambia, nimenuilia kumpa tamra, tende. Akamwambia, basi hiyo ndio salama yako. Lau ulikuwa humuhadaa, lau ungelikuwa wamdanganya, ndoo nikupe zawadi kisa ukumpa kitu, basi ingelikuwa wewe katika warongo. Angalia uovu wa urongo. Mwanao hufai kunenea mrongo, kuifanya mrongo kwa mwanao, na umemzani wewe. Mtume amwambia, lau hukumpa hiyo tende, ingelikuwa wewe katika umezoni na urongo, ungeandikiwa dhambi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sifa ya ukweli ni sifa ambayo kwamba kila mtu ataka aipambe nayo. Mwanasiasa awe mkweli, akinena nitawajengea barabara, awe ni kweli atajenga barabara. Nitafanya maendeleo, ni kweli awe atafanya maendeleo. Isiwe ni maneno jukwaani tu kufurahisha watu, watu wampigie makofi, fulani juu, kumbe ni urongo. Akishakupata maasalam, hana barabara, hana maendeleo, hataki kujua alokufa wala alopona, aendelea na shughuli zake. Hiyo ni madhambi, kwa sababu wewe umetukua ahadi kwa wananchi kwamba nipigiani kura, na mimi nikipata, nikiwa mwanasiasa wenu wa cheo chochote, nitafanyia A, B, C, D. Na kisha ikawa wewe wadanganya tu wale watu, uyue ule mshahara unaokula itakuwa ni haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nia yako, nia ya wale raia wamekupigia kura kwa nia uwafanyie mambo. Sasa ikiwa utakuwa mjuaji, mwerevu ni wewe, baada ya kupata itakuwa wangia katika fuo la wale wenye kunena urongo. Umenena urongo kwa muda wa miaka 5 wewe, wala mshahara, na ilhali ya kwamba watu walikuwa na matumaini, walikuwa na tamaa kwamba wewe utafanya hili na hili. Yeo imekuwa wewe huonekani tena. Ulikuwa saa zote masaa 24 ukipigiwa simu, ukishika simu, yeo umekuwa ni mteja. Fulani hapatikani kwa saa hizi. Kwa nini usipatikane? Na wewe ulikuwa ahadi kwamba mimi nitawatumikia, na ikiwa kwa bahati mara moja mbili, ni kawaida hiyo mtu kukosekana. Pengine uko mahala hakuna network, pengine simu imezima, pengine uko kwenye mkutano, lakini daiman abada maisha yako upatikani. Wewe ulikuwa kutukua ahadi kwetu sisi za ukweli, na sisi tukakuamini. Sasa malipo ya kukuamini watulipa urongo. Ukweli ni sifa ambayo kwamba ni kubwa sana, na yatosha kama sura tueleza kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameisifu kwamba maneno yake ni ya ukweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe asifika kwamba ni as-sadiqul amin. Masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain wote walikuwa ni wakweli. Sasa mimi na wewe ataka tuwe ni wakweli kiasi gani? Ikiwa hatukuwa ni wakweli, tuyue 100% tumeingia kwenye fuo la wale watu ambao kwamba ni warongo. Na urongo ni sifa mbaya. Urongo ni sifa ya makafiri. Urongo ni sifa ya munafikina, wenye kudanganya, waifanya ni wema kumbe ni warongo, ni maadui za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hali ni kwamba urongo ni sifa ya watu waovu. Na mtu akiulizwa, wewe wataka kuwa mwema, wataka kuwa muovu? Moja kwa moja kula mtu ataka awe ni mwema, lakini mema si kwa ulimi, ni kwa zitendo. Maneno yako yawe ni ya ukweli na zitendo zako ziwe ni za
ukweli. Mwenyezi Mungu atatufanya tuwe ni wa kweli, tumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tufuate maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungie kwenye aya hii tukufu tulioanza nayo, waman yutii llaha warrasula faulaika maa alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina washuhadai wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wafaqana Allahu lima yuhibbuhu wa yarda wa yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.